Ni mimi mwalimu wenu tena ndugu zangu. Ngoja nisimame hapa kidogo. Kwanza ninataka nichukue nafasi hii kuwashukuru kwanza watu wawili hawa. Nimshukuru Paul Makonda pamoja na Hamisi Mwijuma. Kiukweli ni kwamba hatua mlioichukua ya kufanya mapitio ya vibali pamoja na leseni kuhusiana na watengeneza maudhui mtandaoni, hiyo niwapongeze sana sana. Mmefanya kitu kikubwa sana, na endapo video hii ikiwafikia mkiiona, mimi niwapongeze kwa niaba ya vijana, lakini pia niwapongeze kwa niaba ya watu ambao wana mtazamo chanya wa kuweza kulisaidia hili taifa. Swala la mitandao ni swala nyeti sana kwa vijana, na mkitaka muwafurahishe vijana ni kuendelea kuangalia hizi sheria upya na kuendelea kuzipitia vizuri sana kwa umakini sana, kwa sababu dunia tunayokwenda nayo sasa hivi ni dunia ni ya sayansi na teknolojia. Kwa kitendo cha kupitia hizi ada na vibali hivi, leseni hizi imefanya jambo kubwa sana, kutoka kwenye milioni moja kuja kwenye 100,000, kutoka kwenye 500,000 kuja kwenye 50,000. Hili ni jambo zuri. Najua kuna namna ambayo mnaweza mkafidia hiyo gharama katika namna nyingine kwa kuingiza mapato, lakini imefanya kitu kikubwa sana kusimplify. Kuliko mrindikano wa kitu kimoja kuwa sehemu moja, ni bora mrahisishe katika njia tofauti tofauti. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana. Inawezekana mtu akawa analipa hicho kiasi cha milioni 1 au 500,000 katika namna nyingine, sio kwa hiyo ambayo ya mtu ya mkupuo ile papa. Hiyo mimi sikuipenda toka awali. Kwa hiyo hichi mlichokifanya ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, nipongeze wizara, lakini niendelee kutoa wito pia kwa vijana. Ni wakati na fursa sasa wa kujikita zaidi kutengeneza maudhui ambayo yanayoendana na maadili yetu sisi ya Kitanzania, lakini pia pale ambapo mtu anahisi kwamba anahitaji kupata ujuzi, kupata knowledge kuhusiana na masuala ya mitandao, basi asogee kwa mtu ambaye anaijua. Kama ni shule, kama ni nini, basi ajitahidi kwa kadiri ambavyo anavyojua, angalau apate ka knowledge kidogo, ka seminar kidogo kuhusiana na mambo ya mitandao. Ni kweli sasa hivi watu wanajitokeza kwenye mitandao, wengine walimu, wengine madaktari, wengine wanatengeneza hizi wanatupa mtandao.